Hali gani mpenzi mtazamaji wa ITV popote pale ulipo, bila shaka hujambo. Karibu katika kipindi cha Afya Jamii, kipindi ambacho kinakujia kila siku kama ya leo, muda na wakati kama huu. Lengo ni kukupasha taarifa kem ambazo zinahusu afya yako, na leo tutazungumza kuhusiana na ugonjwa unaoitwa bawasiri au kwa lugha ya Kiingereza unaitwa hemorrhoids. Ugonjwa huu upo kwenye jamii zetu, lakini si ugonjwa ambao umekuwa ukitajwa, si ugonjwa ambao umekuwa ukitamkwa mara kwa mara kana kwamba haupo, lakini upo na umeendelea kuathiri watu wengi sana kutokana na tafiti mbalimbali ambazo pengine sio rasmi, lakini imebainika kwamba ni ugonjwa ambao umekuwa ukiwasumbua wengi, si kina baba tu, lakini hata kina mama wakati mwingine. Kipindi cha Afya Jamii kikasema leo lazima tuujadili huu ugonjwa. Nipo na Dr. Walter Kweka, daktari bingwa upasuaji kutoka hospitali ya TMJ, ambaye kwa pamoja tutajadili haya. Mtazamaji na msikilizaji, tafadhali kaa nasi ili uweze kuyafahamu mengi kuhusiana na huu ugonjwa wa bawasiri. Mimi ni Othman Suleiman, tafadhali karibu. Dr. Walter Kweka, karibu sana kwenye kipindi cha Afya Jamii hapa ITV Superbrand. Asante sana. Na pengine kwa kwanza tu tumfahamishe mtazamaji, tunapozungumza bawasiri ni nini? Ni ugonjwa wa aina gani? Asante sana. Tunapozungumza bawasiri, wengi wamezoea kuisikia kwa jina la hemorrhoids. Ni ugonjwa ambao unatokea sehemu ya haja kubwa, na mara nyingi ugonjwa huu unaonekana ni wa aibu. Kwa hiyo wengi wa watu ambao wanaathirika na ugonjwa huu wanakaa na ugonjwa kwa muda mrefu sana, mpaka pale inapotokea kwamba anashindwa sasa kuhimili maumivu au tatizo limekwisha kuwa kubwa, ndo anajitokeza katika sehemu zetu za afya. Sasa bawasiri kidaktari tunasema lile eneo la mwisho ambalo liko katika mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kumbuka kwamba binadamu anakula chakula, kinakuja kwenye tumbo la chakula, kinahifadhiwa kwa ajili ya kuanza kumeng'enywa. Kikishameng'enywa na kuchanganyika na enzymes au misusuli, kinakuja kukutana na kongosho, alafu kinaingia kwenye utumbo mpana. Utumbo mdogo. Kinapopita kwenye utumbo mdogo, kinakuja kwenye sehemu ya mwanzo ya utumbo mpana ambao tunaita cecum, ambacho kinaanza sasa kuvutwa maji. Kicho kinaanza kuvutwa maji, kinakuja kuhifadhiwa hapa. Hii ni sehemu ambayo haja kubwa inahifadhiwa kwa muda kabla haijatoka. Sasa tunapozungumza bawasiri, ina maana ni ugonjwa tunahusisha na haja kubwa, kwa sababu hili eneo la mwisho linakuwa na mishipa mingi ya damu ambayo inapeleka damu katika eneo hili. Sasa ile haja kubwa inapokuja inataka kupita hapa, endapo hii mishipa itavimba au itapasuka au itavimba na isipopasuka, basi huo ugonjwa ndo tunaita bawasiri. Na ni tatizo ambalo linaweza likatokea kwa ndani, tunaita bawasiri ya ndani, au likatokea kwa hizi sehemu za nje ambazo watu wengi wanakuja wanasema wana vinyama ambavyo vinaning'inia, ambao tunasema ni bawasiri ya nje. Kama nilivyosema kwamba ni ugonjwa ambao mtu anakaa nao muda mrefu, kwa sababu unapoanza watu wengi wanaona ni eneo la aibu. Kwa hiyo hawapendi kuja mapema na hawapendi kushirikisha watu mapema, ndugu zao au wataalamu wa afya katika kulitatua jambo hili. Kwa mujibu wa mtiririko mzima huu mfumo wa chakula ambao umeueleza, tatizo hili chanzo chake ni nini? Asante sana. Kwa sisi wanadamu tunasema kwamba tuna faini ambayo tunailipa kwa kutembea na miguu miwili, ambayo ni kupata hemorrhoid. Kwa hiyo sisi binadamu kwa kutembea kwa miguu miwili tunasema kwamba kuna adhabu ambayo tunailipa, ambayo ni kupata hii bawasiri. Kwa hiyo kila binadamu ana uwezo wa kupata bawasiri, na inaweza ikatokea katika sehemu tatu. Ukichukua ile saa ina alama 12 kuanzia 1 mpaka 12, bawasiri inaweza ikatokea kwenye namba 3, inaweza ikatokea kwenye namba 7, na inaweza ikatokea kwenye namba 9. Kwa hizo ni sehemu ambazo tunasema ni common. Bawasiri inatokea mara nyingi zaidi katika ile eneo la haja kubwa. Lakini nini hasa kinasababisha bawasiri? Bawasiri ina vitu vingi, ina sababu nyingi ambazo zinaweza zikachangia kupata bawasiri. Kwa mfano, mama mjamzito kuanzia miezi 6 kwenda miezi 9, kwa sababu ya kile kiumbe ambacho kinakuwepo katika mwili wake, katika tumbo lake, kinakuwa kinagandamiza hii sehemu ya tumbo pamoja na mishipa ya damu. Kwa hiyo kunakuwa na mpango mzuri wa kuhakikisha kwamba ile mishipa ya damu inasambaza damu inavyotakikana. Kwa hiyo ile pressure inapoongezeka tumboni,
huku chini mishipa ya damu inakuwa inagandamizwa. Kwa hiyo inapelekea mama wajawazito kuanza kuona hizo bawasiri. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao kwa kina mama wajawazito wanalalamika sana. Lakini habari nzuri ni kwamba wengi wakishajifungua ndani ya zile siku 40 mpaka 90 mara nyingi inanywea na inakwenda kupotea. Kwa baadhi inapotea, kwa baadhi haipotei. Pamoja na hayo maelezo ambayo umeeleza kwamba kina mama wajawazito muonekana pia ni watu ambao wanaathirika sana na tatizo, lakini umeeleza kwamba baada ya kujifungua ndani ya zile siku 40 ile tatizo lenyewe huwa linapotea moja kwa moja. Hujazungumzia kina baba hapo. Pengine kitu gani kingine ambacho kinasababisha hili tatizo la bawasiri? Tatizo lingine au kitu kingine ambacho kinasababisha mtu kupata bawasiri ni ile hali ya kupata choo kigumu. Kwamba sisi binadamu kutokana na ulaji wetu unaweza ukasababisha mtu akapata choo kigumu au ile haja kubwa ikawa ngumu. Na hii inatokana na aina ya chakula mtu anachokula. Mara nyingi nasema kwenye miji yetu mikubwa hii, chips mayai imeonekana kwamba ni chakula cha mjini sana. Sasa chips mayai ukiangalia inakosa yale makapi, inakosa ule ubora wa chakula ambacho kinahitajika kuliwa na binadamu. Kwa hiyo inapokuja kwenye mmeng'enyo, mwisho wa siku hichi chakula kinapofika kwenye utumbo mpana kwa ajili ya kuanza kuvutwa maji na vitu vingine, inatengenezwa haja kubwa ambayo ni ngumu. Kwa ile haja kubwa inapokuwa ngumu, binadamu ili kuweza kuitoa katika mwili wake, basi analazimika kuisukuma. Sasa anapoisukuma kwa nguvu, ina maana tunaongeza pressure katika lile eneo la mwisho, na hivyo mtu anapata bawasiri kirahisi. Lakini pamoja na hilo, hii ya kukosa choo inawakuta wakina mama na wakina baba. Na utasikia kwamba watu wakija wanakuambia mimi nimekaa siku 7, siku 10, siku 14 sijapata haja kubwa. Kwa hiyo huyo naye anakuwa kwenye hatari ya kuweza kupata bawasiri. Lakini vile vile kitu kingine ambacho kinaweza kikasababisha ni pale mtu anaweza kuharisha kwa muda mrefu. Kwamba mtu akiwa na tatizo ambalo linamsababisha kuhara kwa muda mrefu, inaweza pia ikamletea tatizo la bawasiri. Lakini pia kuna mambo mengine ambayo yanaweza kusababisha. Kwa mfano, mtu binadamu kwenda kukaa kujisitiri kwenye choo au msalani kwa muda mrefu, inategemea kama ni kwa kuchuchumaa au kwenye vile vyoo vya kukaa. Lakini anapokaa kwa muda mrefu, vile vile ile eneo la mwisho ambalo ndo tunalizungumza katika mwili wa binadamu ambao tunasema ni anorigen, eneo la haja kubwa, linakuwa liko exposed kwenye kupata pressure. Kwa hiyo vile vile watu ambao wamekuwa na tabia ya kukaa msalani muda mrefu wanaweza wakapata shida ya bawasiri. Kwani daktari, kitaalamu mtu anatakiwa akae msalani kwa muda gani? Asante sana. Binadamu ambaye amekamilika asiyo na matatizo, swala la kujisaidia haja kubwa linachukua kati ya sekunde 12 mpaka 15 anakuwa amemaliza. Lakini kuna mtu anakaa nusu saa, kuna mtu anakaa dakika 45, na katika hizo dakika 45 unakuta mtu anatumia mbinu tofauti za kusukuma ile haja kubwa ili iweze kutoka. Sasa ile pressure ambayo anaingiza inatoka tumboni ndio inaweza ikapelekea mtu kupata hii shida ya bawasiri. Na kwa faida tu ya mtazamaji, pia kwenye kujisaidia haja ndogo inatakiwa isizidi sekunde 21. Inaweza kaa kati ya sekunde 1 mpaka sekunde 21, lakini kujisaidia ni kati ya sekunde 12 mpaka sekunde 15. Mtu inatakiwa amejisaidia haja kubwa na kumaliza. Yaani hata dakika 1 isifike. Tunaweza tukakubali kwa dakika 1 kwa baadhi ya watu kutokana na ugumu wa ile haja kubwa. Na ikumbukwe pia kwamba tunasema binadamu ambaye amekamilika inatakiwa kila anapokula anajisaidia. Sasa kuna watu wanaweza wakala wiki nzima hawajajisaidia, hapo kuna matatizo. Lakini tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi angalau ndani ya masaa 24 inatakiwa aweze kujisaidia haja kubwa mara moja. Lakini kuna baadhi wanajisaidia mara 2 kwa siku, kuna ambao wanajisaidia mara 3, inakubalika. Lakini mwisho kabisa, cut off point, tunasema yasizidi masaa 72 bila mtu kujisaidia haja kubwa, ambayo ni siku 3. Zisivuke siku 3 bila mtu kupata haja kubwa. Na asilimia kubwa ya watu wanapenda kujisaidia asubuhi. Hizi ni tafiti zinaonyesha zaidi ya asilimia 65 ya binadamu duniani wanapenda kujisaidia asubuhi, na mchana wanakuwa ni kama asilimia 20, na usiku ni kama asilimia 4 ya binadamu ndo wanajisaidia usiku. Na hivi kwa nini navizungumza? Vina umuhimu wake pale tunapokuja kuzungumzia swala la bawasiri, kwa sababu ukiangalia wale wanaojisaidia wakati wa usiku wana tabia ya kukaa muda mrefu chooni,
kwa sababu anakuwa amemaliza ratiba ya siku, na hivyo anajiweka pia kwenye hatari ya kuweza kupata shida ya bawasiri. Ugonjwa huu wa bawasiri unaonekana ni mfumo mzima wa chakula pia unachangia kwa namna moja ama nyingine ili mtu kupata ile tatizo. Lakini kwa faida tu ya mtazamaji, mfumo wa chakula, yani lisha ya mtu inatakiwa iweje kitaalamu, kwamba asubuhi mtu ale vyakula vya aina gani, mchana na usiku, ili apate choo kama vile ambavyo umeeleza sekunde 12 mpaka 20, 15 I mean. Asante. Nashukuru kwa swali zuri sana, kwa sababu watu wengi hawajui mfumo sahihi wa kula. Naweza nikasema hivyo kwa Tanzania wengi hawajui ule mfumo sahihi wa kula. Tunasema kwamba wazungu wanasema breakfast. Kiswahili sanifu katika taaluma yetu tunasema ni kufuturu. Sio kifungua kinywa, ni kufuturu. Na tunajua tunapofuturu inatakiwa tule chakula cha kutosha na vinakuwa vina mchanganyiko. Kwa hiyo asubuhi kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida inatakiwa unapoamka uweze kula chakula ambacho kimekamilika. Nisema chakula kilichokamilika na maana kuna fungu la wanga, kuna fungu la protini, kuna vitamini, kuna makapi pamoja na maji ya kutosha na matunda. Kwa hiyo kwa Mtanzania ambaye ni kama mimi ambaye yuko kijijini, hapa tunazungumza anaweza akala wali wake au ugali, akala na mboga, aidha kama ni samaki au kama ni nyama, akala na mboga, akala na matunda, akanywa na maji. Sasa wengi hiyo ni asubuhi. Ndio maana ya kufuturu kwa mjini pamoja na kijijini. Tunapozungumza kuhusu usahihi wa kula chakula au mlo wa binadamu asubuhi, mchana na jioni, inatakiwa binadamu waweze kuandaa chakula chake katika mafungu niliyoyataja, kwamba kuna fungu la wanga, kuna fungu la protini na kuna fungu la vitamini pamoja na maji na matunda. Na chakula hichi inatakiwa, tunasema chakula kizito kinaliwa asubuhi, kwa sababu ndio unapoamka kwa ajili ya kwenda kufanya shughuli zako. Kwa hiyo mwili unahitaji kuwa na nguvu na unahitaji kupata nguvu ambayo itatokana na chakula. Wakati wa mchana inatakiwa kula chakula chochote kinachopatikana ambacho ni chepesi. Na jioni inatakikana binadamu ale vitu ambavyo vina asili ya matunda na mboga. Kwa maana kwamba kwa Tanzania tumebarikiwa kuwa na bamia, kuwa na biringanya, kuwa na ngogwe au wengi wamezoea kusema nyanya chungu, pamoja na kuwa na hoho na karoti, kabichi, mchicha, matembele. Kwa hiyo tuna wigo mpana au tuna mboga nyingi ambazo zinaweza zikapatikana. Kwa hiyo kwa wakati wa jioni binadamu anatakiwa ale hivi vyakula ambavyo ni asili ya mboga ili viweze basi kumsaidia kufanya kitu tunaita detoxification, kuweza kuweka mwili, kuondoa sumu katika mwili, alafu pia katika njia ya mfumo huu wa chakula iweze kukaa vizuri, na asubuhi atajikuta kwamba swala la kwenda kupata haja kubwa ni jepesi kwake, na mara nyingi hawezi kupata shida kama hii. Na hata wagonjwa wanapokuja mara nyingi tunakuwa tunawauliza ulaji wao, na wengi wa Watanzania ambao tunakutana nao kama wagonjwa wameshazoea kula chakula kizito usiku. Wakati wa usiku unapoenda kulala, ukila chakula kizito, ina maana chakula kitafika kwenye tumbo la chakula, kitatengeneza glucose pamoja na products nyingine. Ini litafanya kazi yake ya kuchukua ile sukari inayotengenezwa kwenda kuihifadhi, na vile ambavyo havihitajiki vitatumia muda mwingi sana kuja kuchambuliwa kwa ajili ya kutengenezwa haja kubwa. Sasa hiyo inapelekea mtu kuwa na choo kwa muda mrefu katika huu mfumo wa utumbo mpana, na mwisho wa siku kumpelekea kupata ile tulisema constipation au mwili kutengeneza haja kubwa ambayo ni ngumu. Lakini pia hapo kufanya kazi nzito ambazo ni za kubeba vitu vizito nje ya uwiano wa uzito. Tunasema kwamba kila binadamu ana uzito ambao akijipima anaupata, lakini haitakiwi kubeba vitu vizito mara 4 mara 5 zaidi ya uzito wako. Hiyo inapelekea misuli ya tumboni kukakamaa au kukaza, ambayo inaweza ikapelekea pia mtu kupata hii bawasiri. Dokta, kwa mujibu wa haya maelezo, wale vijana ambao wanabeba mizigo masokoni, utakuta kijana kabeba gunia kubwa kweli na pengine kwa juu pale limeongezewa tena hivi. Yaani wapo katika hali gani wale? Wale watu wanaofanya kazi hizo kwenye masoko wanabeba mizigo mizito. Hata wajenzi, unakuta kwenye wajenzi mtu labda na kilo 50 anataka abebe tofali 3 kwa mara moja ili aweze kumaliza kazi. Kwa hiyo tunasema ile ni strenuous work, ni strenuous activity. Kwa hiyo anakuwa anabeba uzito mkubwa kuliko uwezo wa mwili wake kuweza kuhimili. Kwa hiyo hawa kupata tatizo la bawasiri ni kazi rahisi sana. Na wengi wa hawa ambao wanafanya hivi
au wale ambao ni wanamichezo ambao wanabeba vitu vizito zaidi, mara nyingi bawasiri zao zinawafanya wanakuja kama dharura, kwa maana kwamba inakuwa ni kubwa, inakuwa imetoka hairudi, inakuwa na maumivu, na saa nyingine inaweza ikachanika akawa anatoka damu mfululizo. Kwa hiyo kwetu sisi wanatufikia kama dharura inapowakuta, lakini kama hata wasipofika, mara nyingi wakipata inakuwa ni ile ambayo ni ya grade ya juu, inakuwa ni ya hatua ya juu, inakuwa ni zile hemorrhoid tunasema bawasiri zina hatua 4. Kwa hiyo wanakuja mara nyingi kwenye ile hatua ya 4 au ya 5 ambayo tunasema ugonjwa umeshikwisha kwenda mbali kidogo. Huu ugonjwa wa bawasiri, umri ni upi? Ni watu wazima tu au hata watoto wanaweza kupata, na ni katika ile magonjwa ambayo yanarithisha? Asante sana kwa swali. Jinsi binadamu umri unavyoongezeka, tunasema mwili unakuwa unachoka. Kwa hiyo watu wenye umri mkubwa kuanzia miaka 50 pia wanaweza kupata bawasiri kirahisi. Na kuna tabia ya bawasiri kuwa kwenye familia. Tumekuwa tukiona bibi alikuwa na bawasiri, ikaja kwa mtoto, mjukuu akapata. Kwa hiyo pia bawasiri inaweza ikawa ni sehemu ya tatizo la kifamilia. Lakini huu ugonjwa una ukubwa kiasi gani hapa Tanzania? Hatuna tafiti ambayo ni rasmi ambayo inaweza ikasema labda kwa Watanzania kadhaa wanapata shida hii, lakini kwa wale ambao tunafanya kliniki za upasuaji, katika vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, watu wagonjwa wanakuja kwetu kwa ajili ya kulalamika, ni moja wapo ni ugonjwa wa bawasiri, kwamba kila ukiona wagonjwa 40 kati ya wagonjwa 10 mpaka 15 watakuja wanalalamika wana hii shida ya bawasiri, ama ndio inaanza ama iko katikati au wanakuja imekwisha kwenda mbali zaidi. Na kwenye miji yetu hii tunaona kwamba tatizo pia ni kubwa zaidi, na wengi wanakuja baada ya kuona kwamba ameshajisaidia yeye binafsi, kwamba maumivu yamezidi, uvimbe umeendelea kuwepo, ndio anakuja sasa kujitokeza. Nataka tujue, pengine mgonjwa wa bawasiri imekusha kuwa katika hali mbaya sana, hali yake inakuwaje? Na hiyo mishipa ambayo imevimba inakuwaje? Unaweza kutuelezea labda tukafahamu zaidi? Asante. Tunapozungumzia kwamba mishipa ya damu ni kama bomba ambalo linapitisha maji. Kwa hiyo damu inapita katika mishipa ya damu. Sasa inapotokea kwamba ile damu imekuja ikaganda, haikurudi katika mfumo. Kumbuka kwamba damu lazima iende sehemu husika, ipeleke virutubisho pamoja na oxygen, lakini iondoke na uchafu pamoja na vitu ambavyo havihitajiki, ili virudi katika mfumo mwingine wa kutakatisha mwili. Sasa hilo jambo linaposhindikana, kwamba ile damu imeendelea kubaki pale, mara nyingi inaanza kujikusanya, na inapojikusanya inaganda. Kwa hiyo inapoganda, tunasema kwamba kuna kitu kinaitwa strangulation. Strangulation maana yake kwamba ule mshipa ulipopeleka ile damu ulijinyonga, ile damu haiwezi kufanya nini? Kurudi. Kwa ile damu inapovia pale ikaganda, inakuwa na tabia kuleta maumivu makali sana, na ndio hapo mtu akipata aina hii ya bawasiri hawezi kukaa. Kwa hiyo atakuwa na tabia kutaka kusimama, atakuwa na maumivu makali sana, kwa hiyo ataahirisha swala la kwenda kujisaidia, na anaweza akapata homa, kwa sababu hili eneo, kumbuka, linapitisha haja kubwa. Kwa hiyo sometimes anaweza akapata infection ambayo ikamsababisha pia kupata homa, na anapokuja kwetu tunasema kwamba ana kitu kinaitwa thrombosed hemorrhoids ambayo ni emergency. Hiyo tunaichukua kama emergency. Lakini pia inaweza ikawa ni bawasiri ambayo hii mishipa damu imezuiwa kurudisha damu, na ile damu imevia pale, lakini mtu anaweza akapata maumivu makali tu yakakaa kwa muda wa masaa machache, na baadaye maumivu yakapungua. Aina hii ya wagonjwa mara nyingi wana tabia ya kuchelewa kuja hospitali. Atakuja, lakini atakuja kidogo amechelewa, kwa sababu ile maumivu, ile threshold ya maumivu au ule uzito wa maumivu unakuwa unaenda ukipungua baada ya masaa. Dr. Kweka, katika hili tatizo la bawasiri, labda kwa mfano baba analo au mama analo, linaweza likaathiri yale mahusiano ya kindoa? Asante sana kwa swali zuri. Tunapozungumza swala la kujamiana au swala la tendo la ndoa, kwa mgonjwa ambaye ana shida ya bawasiri, atakuwa na tabia ya kuahirisha au kukimbia, kwa sababu yale maumivu anayoyapata kupitia ile tatizo la bawasiri yatamnyima fursa au yatamnyima uhuru wa kuweza kushiriki na mwenzi wake vizuri zaidi. Kwa hiyo bawasiri ikimkamata mtu, mara nyingi ikiwa kwenye ile hatua ya 3, hatua ya 4, inaweza ikamsababisha binadamu akashindwa kushiriki na mwenzake vizuri. Na mgonjwa wa bawasiri anaweza akatokwa damu katika lile eneo? Damu ni moja ya dalili kuu au dalili muhimu katika kunyambulisha au kutambua ugonjwa huu wa bawasiri.
Na mtazamaji wa Afya Jamii kupitia hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki, huyu ni Dr. Walter Kweka, na leo tulikuwa tukizungumza kuhusiana na ugonjwa wa bawasiri. Kiukweli mambo ni mengi sana katika huu ugonjwa, na kutokana na maelezo kwa marefu sana, nitamwomba daktari hapa tuendelee na kipindi hiki katika juma lijalo, ili huko tuweze kufahamu dalili za ugonjwa huu ni nini, tiba yake ziko vipi, lakini lishe bora ni ipi kwa mtu wa kawaida ili aweze kujiepusha na huu ugonjwa wa bawasiri. Lakini pia atatuambia kama imefika katika hatua zozote, maana tunaambiwa kuna hatua tofauti tofauti, matibabu yake hasa yako namna gani, lakini kinga ya bawasiri vile vile iko vipi. Mambo ni mengi ambayo kimsingi hutaki kuyakosa katika kipindi kijacho. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuungana nami tokea mwanzo wa kipindi hiki. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vyote vinavyoendelea hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki, lakini pia nikutakie wakati tulivu kabisa. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mimi ni Othman Suleiman. Tukutane juma lijalo kwenye mwendelezo wa kipindi hiki. Kaa tayari kwa ajili ya kutazama dondoo ya afya ya wiki. Maoni na ushauri tuandikie kupitia info@itv.co.tz.